Asante kwako wewe ambaye unaendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya Facebook, YouTube na pia TikTok. Jina langu ni Junior Mate na hii ni Sparks News Media. Siku ya leo tuko na mgeni, mwanaharakati wa kutetea haki za mtoto wa kiume na pia ni mwanahabari kutoka hapa eneo bunge la Tharaka, kaunti ya Tharaka Nithi. Kwa kifupi tu, labda kwa utangulizi kwa yule ambaye anakutizama kwa mara ya kwanza katika mitandao yetu ya Sparks News Media. Mweleze wewe ni nani na umetokea maeneo gani? Asante Mate, na jina langu naitwa Frank Kabete kutoka eneo bunge la Tharaka, kaunti ya Tharaka Nithi, na mimi ni mwandishi wa habari. Labda umekuwa mwandishi wa habari kwa muda gani? Nimekuwa mwandishi wa habari kwa muda mrefu kutoka mwaka 2016 mpaka 2024 mpaka nimefika sasa, nikaona kwamba hiyo sasa ni kama nimefika sasa ile kiwango kwamba mimi nafaa sasa kufanya kazi nyingine. Kutoka kwa mwanahabari mpaka kuwa mwanaharakati. Hivi karibuni tumekuona umekuwa ukitrend sana katika mitandao kwamba umepanga safari ya kutembea pole kwa safari ya siku 5 hivi mpaka kwenda ikulu ya kupatana na rais, mkuu na wanaharakati wengine 3. Nini kilikusukuma hadi kuanza kutetea haki za mtoto wa kiume? Mimi nilikaa hivi nikaona kwamba mtoto wa kiume ameachwa nyuma, na ndiposa nikaamua kwamba tupange safari ya kwenda miguu na vijana wengine wawili, tulikuwa 3. Tukapanga safari ya kutoka hapa Tharaka kwenda Nairobi katika ikulu ya rais wa Jamhuri ya Kenya kwa siku 5. Na tulipanga hii safari kwa sababu tuliona mtoto wa kiume ameachwa nyuma sana Bwana Mate. Na ndio maana tukaamua kwamba ili huu ujumbe tuko nao saa hizi tuipelekee rais wa Jamhuri ya Kenya wakiwa na naibu wake Profesa Kithure Kindiki. Labda changamoto ambazo mliona mtoto wa kiume anapitia ndizo gani hizo haswa? Hata wewe saa hizi kama mtazamaji mwenye anatazama sasa, nikikwambia kwamba katika malezi mtoto wa kiume ameacha nyuma zaidi, na pia kupewa mawaidha. Ukiona katika jamii mtoto wa kiume apewi mawaidha yale yanatakikana ili kumwambia hii maneno unafanya, hii jambo unafanya ni mbaya, au mwambie kuvuta bangi ama kuchukua dawa za kulevya ni makosa. Wewe kama jamii concentrate na mtoto wa kike, anamwambia mami, ukienda urudi mapema, ukienda unafaa kukaa hivi na hivi. Lakini mwanaume ama mtoto wa kiume mpei yale mawaidha, anamwambia enda utarudi wakati unataka, kwa sababu sisi ama mtoto wa kiume achukuliwe vile ipasavyo. Na katika masomo unapata kwamba watoto wa kiume ndio wanaacha shule wale wengi, kwa sababu pia kulingana na malezi na kupewa yale mawaidha hawapewi katika jamii. So unapata kwamba mtoto wa kiume ameachwa nyuma kwa mambo mingi. Hata katika upeanaji wa kazi, ukienda kwa many companies unapata mtoto wa kike ndio wengi. That's why sisi tukaamua kwamba tunafaa kutetea mtoto wa kiume pia yeye apewe the equal right. Katika mashule, upande wa elimu na pia serikalini, mtoto wa kiume ametengwa vipi kulinganisha na mtoto wa kike? Katika masomo, kwanza kabisa ukienda uone kwamba kama saizi tunaenda kufungua shule, unapata kama wewe hujalipa karo, kama wewe mzazi hujalipa karo katika shule, mtoto wako atumwe nyumbani. Kama wewe mzazi utaambia wale wengine, waambie wacha tulipia huyu mtoto wa kike, tumei 500 ama 1000 arudi shule. Wewe ongojea kidogo, tuende tuuze mbuzi, tuuze aidha marage ili tuweze kurudisha wewe shule. Wewe hautaangaliwa ukiwa kwanza, mtoto wa kike ndiye ataangaliwa akiwa kwanza. Katika serikali unaenda uone kwamba kuna viti ambavyo vimetengwa vya wanawake. Tuseme mwakilishi bunge katika county kuna zile pesa inaitwa ngafu, ile inatumika kwamba kupea vikundi vya wanawake ama kupea wale wajiwezi. Lakini ukiangalia kwamba katika hiki kiti inaangalia sana wanawake, vikundi vya wanawake. Lakini je, sisi wanaume tunaenda wapi? Tukue na kiti pia imetengwa kwamba kuna mwakilishi wa wanaume katika county. Hiyo ndio naona kwamba tumeachwa nyuma, tukaanza ama tukapanga kutetea mtoto wa kiume katika serikali.
wacha nikuambie kitu kingine bwana Mate. Katika hizi kazi zinapeanwa katika kampuni, kuna vile hizi kazi zinapeanwa kwa mlango wa nyuma. Nikieleza hivyo kwa watu wengine wanajua. Kuna wale wanakuja wanasema lazima unifanyie hivi na hivi ili nipe kazi. Hii ni mwanamke anaambiwa. Lakini sisi wanaume utaambiwa nipe hiki na hiki nikupe kazi. Mimi sina. Najua kila mtu anaelewa vile nasema. Lazima ufanye you scratch my back, I scratch yours ili nipate kazi. Na nikaona kwamba pia hapo tunafinywa sisi kama wanaume. Kama una kila kitu inatakikana ili upeane kwa wakubwa, sisi tutaenda wapi bwana Mate? Mtaitishwa pesa na hiyo pesa mko nayo? Hatuna pesa. Na kuna kazi zingine zinatakikananga hapa nyuma za wanaume. Unatakikana wewe uweze kupata kazi. Kuna ile utaambiwa nipe pesa, nipe 1500 wewe hauna. Lakini kwa sababu huyu msichana ako na ile sura, ana smell vizuri mpaka unampenda unampea ile kazi. Kitu kingine wacha nikuongezee. Sasa hizi katika shule hili drama zinafanywa drama. Walimu wengi hata wanatazama sasa hizi wanajua kwamba ili hiyo drama ama hiyo item yao ili iende mbali lazima ikuwe na kama 75% wasichana. Hii ndio watakuwa wanaangalia adjudicators hivi wakiongea na venye wanaongea wana smell mpaka wanasema hii lazima iende. Wanaume wanaweka huko nyuma, kazi yao tu ni una uhakika na kile kitu ambacho unasema? Mimi nasema uliza wale wa drama festival walimu watakwambia wale wengi ni wasichana. Ndio watakuwa wanaangalia adjudicator wakismile hivyo na ile sauti watatoa mpaka anasema hii lazima iende mpaka nationals. Labda kwa sheria ya polisi na kotini mtoto wa kiume anafinyiliwa wapi? Kwanza kabisa hapo ndio mambo imeshika kabisa. Nenda uone kwamba ukipata na mtoto wa kike na mtoto wa kiume maybe wamepata wakiwa wanafanya kazi na courtship or kama sema ya unajisi. Ukiona wakishikwa hivyo, tuseme mtoto wa kiume ni miaka 18 na mtoto wa kike ni miaka 17, washikwe walikuwa maybe wanafanya ngono na wakiwa wawili. Wakienda katika sheria, ukienda kotini pale, kijana mtoto wa kiume ndiye atafungwa miaka mingi. Utaenda ukanyage kilo. Wewe uko na kilo ngapi? 25. Useme times 2. Ufungwe miaka 50. Mtoto wa kike ataachwa pale nyumbani. So unaona kwamba pia sisi mtoto wa kiume anafinyiliwa kabisa. Kama ni kufungwa fungo wote. Hiyo sheria inafaa. Wote walifanya makosa. Lakini huyu alikuwa mtoto. Alikuwa mtoto, lakini ukienda kuna sheria ambayo inaenda, ukienda kotini uone huyu mwanamke ni mkubwa kiasi kwamba huyu si miaka 17. Hata ukienda waambie useme kotini, kusema ukweli judge, huyu ukimwangalia hivi unaona kama miaka 17. Sasa umekuwa mwanasheria sasa. Ukiona mwanamke ni mkubwa miaka 17 lakini kulingana na mwili yeye anaonekana kwamba amepitisha kitambulisho. Kitambulisho namwambia iko wapi kwanza? Lakini kitambulisho hata ukitoa kitambulisho na mwili wake ni mkubwa, I think hiyo kipengele vile sikumbuki vizuri. Ukiweza undejetetee uambie kusema ukweli wakili. Huyu janji ukimuona hivi ni miaka 17 kweli. Lakini hata wakishika wakiwa wawili, hata wa 17 miaka 17, ukimshika wacha wafungo wote. Wakipatana kwa na makosa wote kwa sababu walikuwa wanafanya kazi hiyo kazi walikuwa wakifanya, wacha hiyo makosa yote iwashike wote. Kama ni mtoto wa kike, mtoto wa kiume, wote wafungwe. Si mtoto wa kiume afungwe peke yake. Lakini kutoka zama pia kulingana na jamii, kulingana na watu ambao walikuwa wanafuatilia sana utamaduni, mtoto wa kiume alikuwa anapewa kipaumbele sana. Hata tuseme ni masomo na kazi. Watoto wa kike hawakuwa wanapelekwa shule. Sababu watoto wa kiume walikuwa wanaaminika kwamba they are masculine. Wao ndio wanatafutia watoto, wao ndio wanaenda kukalisha jamii, wao ndio wasome ili wasaidie bibi. Mwanamke ataolewa, kiolewa ataenda wataleta mali. Nini ilibadilika sasa? Hiyo nao ni kweli. Kitambo sana mtoto wa kiume alikuwa anachukuliwa zaidi makini zaidi. Mtoto wa kike alikuwa anaambiwa huyu ataoleka naenda nyumbani, huyu ataoleka atasaidia wazazi, wewe kazi yake akisoma tu, hakuna kitu tutafaidika nayo. Lakini mambo ilibadilika bwana Mate. Ikakuwa wakati huu sasa kila mtu ameangalia mtoto msichana. Na hili litendeka kwa sababu
wale wengi saizi ni kama mambo yalibadilika kwamba mtoto wa kike ndiye anakuja kusaidia wazazi. Kitambo walikuwa naoleka sana, lakini saizi unapata kuna mtu amesoma, anasema niko na pesa siwezi oleka, anakuja kujengea mzazi, ndiye anakuja kuwasaidia hata ukipata kama kuna shida, mtoto wa kike ndiye anasaidia. That's why mambo yalibadilika wakuwa kwamba mtoto wa kiume yeye akipata pesa akumbuke wazazi, lakini mtoto wa kike ndiye anarudi kusaidia wazazi. That's why sasa mambo ilichange, ndio tumekuja sasa kusema kwamba lazima tutetee mtoto wa kiume apewe ile haki yake. Hata ukipea mtoto wa kike hiyo elimu nampea, pia mtoto wa kiume na mpea mawaidha mazuri ili asiingize kwa dawa za kulevya. Turudi kwa safari ya kwenda kutoka Tharaka kwenda mpaka Nairobi. Mulianza aje sasa? Sasa ilikuwa siku ya Jumatatu, sisi tulipanga hii safari kutoka siku ya Jumatatu na tukikamilika Ijumaa. Hiyo ni siku 5. Na kwamba before twende tulipanga mahali tutakuwa tunalala kulingana na uwezo wetu. Tukasema kwamba siku ya kwanza tutalala Embu, ya pili tulale ile makutano ya Mwea, ya tatu tuende Keno, hiyo next ya Thursday tulale Githurai, ya mwisho tuende Nairobi. Lakini kulingana na uwezo wetu tulianza pale White Buffaloes, uwanja hapo karibu na Nkareni, ndio tulikuwa tufanyia mazoezi siku ya Jumatatu, na tukaondoka moja kwa moja saa 10 asubuhi ndio tuliondoka. Na katika masaa ya saa ngapi, saa 12 hapo tulikuwa tumeshaingia Embu County. Tulipata challenges kidogo hapa na pale ya kukunywa maji juu hatukuwa na pesa, tukaenda safari vizuri. Tulipofika mahali kunaitwa Kivwe, hapo ndio tulipatana na mdhamini anaitwa Paul Mugambi, ndio tukio nakimbia hivyo ndio tulipatana na yeye. Si kama alikuwa anatufuatilia, ndiye alikuja pale na akatuongelesha, tukakimbia naye pamoja kitu 200 meters, then akatusaidia na maji na tukaendelea na safari, na ndio tukafika Embu. Siku ya kwanza tulifika Embu saa 11 na dakika 21. Hiyo ni siku ya kwanza, siku ya Jumatatu. Siku ya Jumanne ndio tulauka. Siku ya kwanza ilikuwa na changamoto sababu tulikuwa tumechoka, lakini baada ya kupaka kaluma tukapaka madawa hapa na pale, asubuhi siku ya Jumanne ndio tukaruka mapema zaidi saa 10. Tukaenda moja kwa moja tukapatana na marafiki wetu pale Mwea. Tulipatana na marafiki wetu wakusaidia na maji, glucose, na tukaendelea na safari. Kufika pale makutano ya Mwea mahali tulikuwa tulale, tulifika saa 8 mchana. Tukasema hakuna maana tulale, saa hizi ni mapema. Wacha tulifika mapema kuliko ile masaa ambayo mlikuwa mmesema. Tulikuwa tumepanga tutalala pale masaa 12, lakini tukafika saa 8. Na ndio tukaharauka tukasema wacha tu tupite. Tuhapo tukapita, tukafika pale inaitwa Kambiti. Tukafika Kambiti tukasema tunaweza lala hapa, lakini hapa hakuna nyumba na kuna insecurity, hakuna ile tunaweza pata wewe, tukaona hapa si pazuri. Tukaamua wacha sisi tujikakamue kabisa tulale pale Makuyu. Ndio tukapanda Makuyu, tulifika kitu saa 3 ikiwa inaelekea. Ndio tukalala pale. Bahati mzuri tuliongea na mbunge wa Tharaka Gitonga Murugara, pia yeye akasaidia zaidi. Tukapata mahali pa kulala, chakula ndiye alisupport kabisa, na hiyo safari ikakuwa mzuri, na ni wetu wengi alisupport that day. Mtu anaitwa hata Silas Mutegi, Kabisani, CEO Nkirote, Makario alitusaidia. Walitusaidia zaidi akina Patumwesh, Green Life Company walitusaidia sana Kirunguru. So hiyo ndi siku ya pili. So tukaona hii safari sasa imekuwa fupi. Siku ya Jumatano tukaruka mapema asubuhi, tukakimbia, tukapitia huko Kabati, ndio kiatu ikaisha, tukabadilisha, and then tukapita kabisa, tukalala pale naitangwa Uitethi. Uitethi siku ya Jumatano. Siku ya Alhamisi tukaruka mapema asubuhi, tukaenda tukafika Githurai. Sasa Githurai ndio ilikuwa siku ya Alhamisi. Tukaamua sasa siku ya Friday ndio tunaenda pale Ikulu. Tukaamka asubuhi saa 11:30 kuelekea Ikulu, tukapanda hapo Kasarani bila kusimama. Hiyo tulikuwa tumepata morali kabisa, na tukafika pale Uhuru Park masaa ya saa 4 asubuhi. Tukapata kuna watu wengi wametungoja pale, we are more than 40. Tukawapata pale, wakasema lazima tuende pamoja. Ndio tukaamua tuende pamoja, tukaenda pale Ikulu. Kumbuka sisi hatukuwa na appointment, sababu sisi hatukuwa na mtu kutufikisha pale. Naona hao watu kuwapata na wako na kazi mingi. Tukasema lazima sisi tupeleke ujumbe, hata kama tutawapata tupeleke ujumbe pale katika Ikulu. Kulifika pale Ikulu tukapata wameenda Murang'a,
wako Murang'a, wako kazi ya serikali. Tukaenda pale kwa gate, tukaambiwa na polisi, wakatuambia kwamba lazima mbook appointment, nenda waambie your leaders kutoka Tharaka Nithi wa book appointment ili mkuje muone mkubwa, mpe manifesto wenye mlikuwa mnaleta. Ndio tulifanya, tukaona sasa kuna otherwise, tukarudi tukadress media pale Uhuru Park, na tuko na jambo lingine. Tukasema sasa ile iko sisi ni kwenda nyumbani ama tuongeleshe hao wakubwa wetu. Niongea na Gigi, tulipigia Gigi, ako kazi, alikuwa atoka nje by that day Friday alikuwa anatoka kwenda London kwenda kazi. Akatuambia wacha aende, akirudi ata organize maybe atubukia appointment na tutaenda kuona mheshimiwa. So hapo ndio tuliongea, alituambia hivyo, lakini hakuna wengine walituongelesha mambo ya kupata appointment. Lakini mheshimiwa George Gitonga Murugara alituambia kwamba akirudi atabuka appointment, atuna mkubwa tumpelekee ile kile tulikuwa tunapelekea, ule ujumbe tulikuwa tunampelekea pale Ikulu. Yenye kukutana katika uwanja wa Uhuru Park ili muende status. Labda hao ambao walikuja pamoja kupeleka ili muende Ikulu ya rais. Wao walikuwa ujumbe wao kando ama mlikuwa na ujumbe mmoja tu? Wao walikuwa natufuatilia vile tunaenda, na alikuwa naona vile ile campaign tuko nao, wakajua hii kwamba tunatetea mtoto wa kiume. So pia wao walikuwa na the same information, wakasema kwamba lazima watu saidia watupeleke kupeleka ujumbe. So pia wao they are very positive, wakasema kwamba mtoto wa kiume kwamba ameachwa nyuma, na wakasema kwamba pia wao wako ready kutupeleka pale Ikulu. Labda wale watu ambao mlianza kukimbia nao walikuwa wanaume peke yake watatu. Wale ambao watu mlikuwa wamewangoja katika uwanja wa Uhuru Park. Walikuwa wanaume bado pekee ama kulikuwa wamechanganyika pamoja na jinsia ya kike? Asante. Walikuwa tumechanganya, walikuwa wanawake na wanaume. Na before tuende Ikulu, tulikaa chini kwanza kuongea kidogo. Pia wao walikuwa na lengo moja, wakasema kwamba ni ukweli nyinyi mmefinyiliwa kabisa. Kwa hivyo hata wanawake waliona kweli mtoto wa kiume amefinyiliwa. Wote walikuwa natuambia kwamba sisi tunakubali kwamba sisi tumependelewa zaidi na nyinyi mmedhulumiwa kabisa, you are neglected kabisa. Wewe kukosa kukuta rais na naibu wake Ikulu. Ulijihisi vipi sasa? Sikusikia vizuri kwa sababu tulikuwa na lengo ya kuona rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto na naibu wake Profesa Kithure Kindiki. Tulienda after kuambiwa hivyo, tuliambiwa na tukaona wako kazini. Hapo niliona kwamba wacha tu, kwa sababu wako kazini, hata kama nimesikia vibaya sijawapata, lakini pia wako kazini. Wacha turudi tuone kama tutabuka appointment, ama hata kama tutabuka appointment wataona kwa mitandao, wataona kwa TV, maybe watatuita baadaye. Mimi nilisema kwamba hata kama hatujawapata, maybe watatuita baadaye tuwapelekee ujumbe, lakini kusema ukweli sisi hatukusikia vizuri kwa sababu ule ujumbe wetu bado tuko nao, hatujapeana. Uliona kwa mitandao viongozi wa Tharaka Nithi wote wa kisiasa na wale ambao wanajiita viongozi wamekejeliwa sana katika mitandao kwamba wao sio viongozi wa kushika watu mikono, wa kuwa support, wakipeana pia mfano na mtoto ambaye ametrend sana katika mitandao ya kijamii kwamba hawajaingilia kati wasaidia yule mtoto. Kuna kesi nyingine bado iko Marimanti ya mtoto anashinda fulani na wanakosa pesa ya kwenda hospitali. Nyinyi safari yenu kutoka hapo kwenda na kurudi bado walikuwa wanaona hawajaingilia kati. Wewe uliona viongozi wakikasifiwa sana katika mitandao? Hiyo ni kweli, na mimi nilikuwa naangalia tu kufuatilia, na vile nilisikia wengine wakisema ya kwamba ni kama wanaleta hizi vitu kama kisiasa. Ni kwa sababu mimi kama mmoja niliona akicomment kwa post fulani ilikuwa imewekwa hapo eza kwamba after mimi kuweka Paul Mugambi ametusaidia na maji siku ya kwanza, eti wanasikia mbaya eti nimetaja Mugambi alitusaidia. Sasa shwali Mate, mtu amekuja ametusaidia, nikasema huyu amekuja ametupata ametusaidia. Keshoye nikasema Silas Mutegi alitusaidia, Gigi Murugara alitusaidia, Kabisani alitusaidia. Kulikuwa na makosa gani? Ni kama niliona watu wanasema ni mambo na kisiasa. Vile nilielewa kivyangu, vile nilielewa watu wanasema ni vile watu wanaangalia maybe uko mrengo hii au na mrengo hii, wasema huyu kwa sababu kule vile namuona huyu ni mlengo hii siwezi msaidia. Na hivyo ndio naona tuna fail in this county ya Tharaka Nithi, kwa sababu wale wote wamekimya.
Hakuna hiyo kwamba jana walikuja watu wachache. Hiyo inasema iko Marimanti hapa, naona mtoto amevimba kichwa. Hakuna mtu anatokea hapo. Yetu sisi tukasema hata kama hawajakuja sisi hata tupeleke ujumbe, kwa sababu ni kama wanachukulia kila kitu ni kisiasa. Unaona kama siasa labda imeponza pia watu wa viongozi na wanalika wa kaunti ya Tharaka Nithi? Siasa imewaponza kidogo? Mimi naona ni siasa kweli, kwa sababu kila mtu katika hii kaunti ya Tharaka Nithi kila kitu kinafanywa kisiasa. Vile niliona ya kwamba ukifanya kitu fulani hivyo watu wanakichukulia kama ni kisiasa. Hata kama mtu anakufa watu wanamwangalia tu akikufa, kwa sababu huyu ako mlengo ile nyingine, huyu ako mle mlengo nyingine. Yani hao wanasiasa wetu, viongozi wetu hataki kufanya kazi ile tuliwachagulia. Labda kwa tukimaliza tu Songomza na Rais William Ruto na Profesa Kithure Kindiki pamoja na wanasiasa wa kaunti ya Tharaka Nithi. Asante. Mimi niko hapa siku ya leo nikisema kwamba wale viongozi wetu kutoka kaunti ya Tharaka Nithi tusichukulie kila kitu ni siasa. Mtu akikuja na idea ama ile, ukiona idea mzuri ile mtu amekuja nayo, ichukulie ikiwa muhimu zaidi. Wacha kuichukulia kama ni siasa. Wale viongozi wote wa Tharaka Nithi waliona hii jambo tukipeleka ujumbe, lakini watu walinyamaza. Lakini sisi tunasema kwamba hakuna shida, kwa sababu hawezi lazimisha mtu maybe kukusaidia. Hawezi lazimisha mtu juu, kwa sababu hiyo ilionekana kutoka siku ya Jumatatu wangetubukia pale appointment, lakini sisi hatuna shida. Wacha tu hiyo ujumbe utasikizwa na maybe tutapewa nafasi ingine. Kwa ujumbe wetu kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto, naomba kwamba kuna ujumbe tuko nao tukiwa vijana watatu, tulikuwa nataka kukuletea ujumbe vile mtoto wa kiume ameachwa nyuma, na ile campaign tumeianza hapa mashinani. Si hiyo peke yake tukileta ujumbe, pia mashinani tutaendelea na hii idea yetu, tutakuwa tunaendelea kuipeleka katika jamii zetu na tuwafunze vile mtoto wa kiume ameachwa nyuma. Tafadhali Rais wa Jamhuri ya Kenya na Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki, tuko na ujumbe tumebeba, tuko nao kwa mfuko. Tunataka kukuletea nyinyi huu ujumbe uweze kuitazama na kuisoma, kwa sababu mtoto wa kiume ameachwa nyuma, na kwa sababu ya hiyo tunaomba tukuletee huu ujumbe uipitie na uweze kusaidia mtoto wa kiume katika jamii na hapa Kenya yetu. Asante. Tulikuwa na Frank Kabete. Asante kwako wewe kwa kuzidi kuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya Facebook, YouTube na pia TikTok. Jina langu naitwa Junior Matena, hii ni Sparks News Media. Naweka miadi kwamba tutazidi kukuletea mambo jinsi yalivyo. Kweli.